Wakati Marekani imekuwa ikikemea na kusaidia kuweka kumbukumbu juu ya uhalifu wa kivita wa Urusi kama ilivyokuwa katika mji wa Bucha wa Ukraine, Biden na wajumbe wake wametaja tu hitaji la kuheshimu sheria za kimataifa katika mashambulizi ya sasa ya Israel. Umoja wa Mataifa UN tayari umeeleza wasiwasi wake kwamba hatua za Israel kukata maji, nishati, mafuta na chakula kutoka ukanda wa Gaza na kuamuru kuondoka zaidi ya watu milioni 1 kutoka upande mmoja na kwenda upande mwingine ndani ya saa 24 na inaweza kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Katika mitandao ya kijamii, mbunge wa chama cha Democratic Alexandria Nyota wa mrengo wa kushoto katika siasa za Marekani alikosoa vikali mashambulizi ya Israel. Hukumu ni kuadhibu watu wote na ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Hatuwezi kuua kwa njaa karibu watoto milioni 1 kwa sababu ya vitendo vya kutisha vya Hamasi. Ni lazima tuweke mpaka. Ujumbe huu ulichapishwa kupitia akaunti yake ya X iliyokuwa Twitter. Naye mbunge mwingine wa chama cha Democratic Cory alisema ya kwamba kuagiza watu milioni 1.1 kuhama eneo hilo ndani ya saa 24 ni jambo lisilowezekana. Kuna watu ambao wamesalia katika hospitali kaskazini mwa Gaza na ambao hawawezi kusafirishwa. Israel lazima ifutilie mbali agizo hilo, iheshimu sheria za kimataifa na kuzuia ukatili dhidi ya watu wa Palestina. Jambo jingine ni msimamo wa kihistoria wa Marekani kuhusiana na vitongoji vya walowezi wa Israel katika ardhi zinazochukuliwa kuwa za Kipalestina kama vile ukingo wa magharibi wa mto Jordan na sehemu ya mashariki ya Jerusalem. Ingawa Palestina haikuwahi kuwa nchi, kuna maeneo yanayojitawala yanayotambuliwa kama eneo la Palestina. Ukaliaji wa walowezi wa Kiyahudi katika maeneo haya tayari umezingatiwa kuwa ni kinyume cha sheria za Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki. Marekani inasema kwamba uingiliaji wa Urusi katika ardhi ya Ukraine ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa, lakini Marekani imeepuka kulaani makazi ya Waisrael yaliyoanzishwa katika ukingo wa magharibi na Jerusalem. Wamarekani hawajawahi kuunga mkono tamko lolote la Umoja wa Mataifa linalothibitisha uharamu wa makazi hayo isipokuwa azimio la mwaka 1980 wakati wa utawala wa Jimmy Carter. Diplomasia ya Marekani ilitikisa muda mfupi baada ya kupiga kura na kusema kulikuwa na mkanganyiko, lakini msimamo wa Marekani ulikuwa kujizuia kupiga kura. Marekani haijawahi kujizuia, badala yake kupiga kura turufu dhidi ya maazimio ya Umoja wa Mataifa kuikingia kifua Israel dhidi ya ukosoaji au vikwazo. Kuhusiana na Urusi, wa Marekani walikuwa wakifadhili maazimio ya kulaani uvamizi wa Putin katika Baraza la Usalama, ambapo Urusi yenyewe ilipiga kura ya turufu kuyakataa. Hata hivyo, nje ya medani za kimataifa, viongozi wa Marekani hukili ya kwamba uvamizi wa Israel ni kinyume cha sheria na hutoa wito wa kutetea kuundwa kwa taifa la Palestina litakaloishi pamoja na Israel. Hali ilibadilika wakati wa utawala wa Donald Trump. Novemba 2019, Marekani ilitangaza ya kwamba haizingatii tena makazi ya Israel kuwa haramu. Umoja wa Mataifa ulisema ya kuwa mabadiliko katika nafasi ya kisiasa ya nchi hayabadilishi sheria iliyoanzishwa ya kimataifa wala tafsiri yake na Mahakama ya Kimataifa ya Haki na Baraza la Usalama. Machi 2021, utawala wa Joe Biden ulibadilisha tena msimamo huo na kuyatambua